la kwanza tujikumbushe uhalisia ambao tuliona jana. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza, maandiko yanasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Ukiona maandiko yanasema kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, maana yake it was a progressive revelation, ni ufunuo ambao ulikuwa unazidi kukua. Kadri ujua Mesaya unavyoendelea kukaribia, ndivyo ambavyo ufunuo kumuhusu ulikuwa unaendelea kuwa wazi zaidi kwa wale watu ambao wapo. So maana yake nasema kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, maana yake ni andiko ambalo lina suggest ya kwamba ufunuo wa Mungu ulikuwa ni progressive. The message of cross ilikuwa ni progressive. Namna ambavyo tunaona Mungu anaongea kwa habari ya ufufuo wa wafu kwenye kitabu cha Musa, anaongea kwa habari ya ufufuo wa wafu kwenye vitabu vitano vya Musa, ni tofauti na vile ambavyo tunaona Mungu anaongea kwa habari ya ufufuo wa wafu katika kitabu cha Daniel. Okay. Daniel iko very clear, kwenye kitabu cha Musa ipo kama fumbo mahali fulani. Ndio wanasema mwisho wa siku hizi amesema na sisi kwa mwana, alimweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Okay. Mstari wa 3, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa nafsi yake. Huyo ni nani? Mwana ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Ukiona neno hapo chapa, lugha nzuri ambayo unaweza kuielewa, chapa ya nafsi yake. Okay, ni kama architect. Okay, kwa mfano wajenzi wa majengo. Okay, bila shaka kuna utamaduni ambao tunafahamu ya kwamba kabla hajajenga jengo anakuwa na ramani ya jengo, si ndio? So maana yake kilichopo kwenye ramani ndicho ambacho kitakuwa katika jengo. Hiyo concept nifahamu eh? Hello? Lakini also nadhani ni watu wengi even wanaoshona saizi magauni ya washonaji ambao wako profession, before hajashona nguo anakuwa na mchoro ambao ule mchoro unakuwa na kila kitu ambacho anakihitaji kwa ajili ya nguo kukamilika. Wote tuna picture kama hiyo. So manake anavyosema Kristo ni chapa ya nafsi yake. Chapa hapo, chapa manake lugha nyepesi ambayo unaweza ni kama kusema kwamba Kristo ni architect ya nafsi ya Mungu. Fasi nyingine ya kwamba kama tuchukue Kristo ndio huo mchoro wa hilo gauni, au tumchukue Mungu ndio gauni lenyewe. Okay? Ya kwamba hakuna tofauti wote uliopo kati ya Kristo na Baba in terms of their essence. All of them wana come from the same essence. Kwa kusema chapa nafsi yake, maana yake tafsiri nyingine ya kwamba ukimuona Kristo umemwona Baba. Ni exact representation ya vile Baba alivyo. Yasema Yesu ni Baba, ila isipokuwa ukimwona Kristo umemwona Baba. Kwa tafsiri nyingine kwamba ukimwona Kristo huna haja kuuliza swali kama ambalo wanafunzi waliuliza kwamba tuoneshe Baba. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ni perfect representation ya Mungu alivyo. Labda tuongee lugha nyingine ambayo itakuwa rahisi kwenu. Maandiko yanavyosema kwamba Kristo ni mfano wa Mungu asionekana. Neno hapo mfano, neno la Kiunani icon. Icon, unafahamu icon? Icon ni nini? Icon ni nini? Icon, icon, icon. Icon. Okay, let us Google icon. Right, ametuambia ni mwonekano wa kitu kisichoonekana. Very good, I can see. That is good one. That is good one. Mwonekano wa kitu kisichoonekana. Google neno icon, tafsiri yake ni nini? Icon. Mmeweza au mmekosa? Au Google tu neno icon kwa Kiingereza icon.
picha. Tafsiri nyingine picha. Alama au picha ndogo inayowakilisha. So maana yake unavyosikia Kristo anasema ni mfano wa Mungu, hapo neno mfano, image, ni icon, ambayo tafsiri yake ni kwamba uwakilishi kamili wa Mungu alivyo upo katika Kristo Yesu. So kwa tafsiri nyingine ya kwamba ni true representation ya Mungu ni nani, au Mungu alivyo na Mungu ni nani. Au together moja mpaka hapo, ni mfano wa Mungu asionekana, ni icon, also ni chapa ya nafsi yake, true representation exactly. Kusoma tafsiri anaandika exact representation ya Mungu. Halo, also ukisoma kitabu cha tupo kwenye Waebrania, kuna mali tunaelekea, lakini tukumbuke kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 18. Yohana sura ya kwanza mstari wa 18, maandiko yanasema hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Sema aliyemfunua, sema aliyemfunua. Neno hapo aliyemfunua kuna kazi za kumaanisha, kwa msamiati wa Kiunani una deep sense than kusema tu aliyemfunua. Okay? Kuna wakati tunaweza kumaanisha aliyemtangaza, lakini wakati unaweza kumaanisha aliyemlieso. Okay? Ambao kwa lugha nyepesi ni kama hivi. Kwa mfano, ukawa umesoma, kama mngekuwa ni waigizaji, umechukua ile mnaita script, umechukua then ukavaa uhusika wa kile ambacho umekisoma, hiyo inaitwa rieso, si ndivyo? Okay, so maana yake tukisema Kristo amemuact God, hatumaanishi kwamba Yesu sio Mungu, lakini amebeba ule uhusika kamili wa Mungu ni nani. Lugha nyingine kwamba ukimiss Kristo umemiss Mungu. Hakuna namna ambavyo unaweza kumfahamu Mungu isipokuwa katika Kristo. That's why anaambia wanafunzi wake, mimi ni njia, mimi ni kweli, mimi ni uzima. Hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Okay, kwa maana yake Yesu ni chapa nafsi ya Mungu, ambao lugha nyepesi mwambia chapter ni ile lugha msamiati wake unafanana na ule mchoro ambao mainjinia wanakuwa nao wa jengo kabla ya kujenga jengo lenyewe. Kwa kila kitu ambacho kiko ndani ya ramani ni kile kitu ambacho kinatakiwa kuonekana ndani ya jengo. Kwa maana yake ile picha au mchoro ndo jengo lenyewe. Kwa maana yake Kristo ni huo mchoro wa vile Mungu alivyo. Halo? Ngoja mpaka hapo. Okay, then tukienda mstari wa 4 anasema amefanyika bora kupita malaika kwa kadri ya jina alilolirithi lilivyo tukufu kupita kuliko lao. Jina gani ambalo Kristo amelirithi kutoka kwa Baba? Unavyoona msamiati, jina gani amelirithi? Amelirithi jina gani? Jina la Baba ambalo ni Yesu, si ndivyo? Bila shaka umejifunza kwa mwalimu Asege alifundisha hivyo. Jina ambalo Kristo amelirithi ni jina gani ambalo ni bora kupita jina la malaika? Mamlaka. Na? Okay, ngoja niwape assignment ya hermeneutics. Nitafutieni basi kwenye maandiko jina lipi ambalo Kristo amelirithi. Mbona nafahamu mahali lipo. Jina gani ambalo Kristo amekirimia lipitalo majina yote? Manuel. Na wasubiri. Na jina lipi ambalo Kristo amekirimia lipitalo majina yote? Bible study ni very simple.
Kwa nini niulize jina ambalo limekirimiwa ikiwa haijaandikwa? Na mahali palipoandikwa mnapofahamu. Kwa nini mjue mahali ambapo jina lake limekirimiwa afu msijue the rest of verses zinazungumza jina lipi? Kanuni ya kusoma andiko kwa muktadha ni king kwenye Bible study. So nimeuliza swali ya kwamba jina lipi ambalo Kristo amekirimiwa. Nenda kaangalie pale pale, lazima tutalikuta. Okay? Labda okay. Twende. Siri ya Mungu ni Kristo. Siri ya Mungu ni Kristo. Ha? Jina ambalo amekirimiwa ni Yesu. Okay? Jina Yesu ndo inapita majina yote. Yesu. Ana. Jina lipi sasa? Ambalo ni Yesu. Mbona umetoa jibu afu ulifahamu jibu lako? Jina gani ambalo Kristo amekirimiwa? Bwana. Sasa jina lipi kati hapo? Yesu. Yesu. Okay. Naomba tusome kwa pamoja hapo. Anasema hivi, sura 6. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Akatoa namna mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana na umbile kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na la vitu vyote vilivyo mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo. Kwa jina gani ambalo Kristo amekirimiwa? Basi ndo nawapo mjue majibu. Kwa maana jina ambalo Kristo amelirithi. Kurithi hapo tuache ile tafsiri ya kurithi ambayo tunaifahamu Kiafrika. Kurithi maana yake ni kupewa ama kukirimiwa. Kwa kadri ya jina ambalo amekirimiwa ama amepewa leo tukufu kuliko lao. Jina lipi ambalo Kristo amepewa? Ni Bwana. How together? How together? Ambalo sasa anaanza kuweka distinction iliyopo kati ya Kristo na malaika. Mara kwanza, mstari wa kwanza unasuggest ya kwamba Mungu alikuwa anasema zamani, alisema zamani na sisi kwa njia ya manabii, alright? Lakini wakati huu Mungu anasema nasi kwa njia ya mwana. Kwa maana yake mwana ni superior than prophets. Baadaye anasema kuanzia mstari wa 5 anaonyesha, mstari wa 4 anaonyesha kwamba mwana ni superior than angels. Kwa maana aliwaambia malaika yupi wakati wote, ndio mwanangu, mimi leo hii nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwake baba, na tena na yeye atakuwa kwangu mwana. Kwa maana yake it means, niwaambia jana, mwana ni msamiati ambao unafanya nini? Unadokeza uungu wa Kristo ukitumika kumwelezea Yesu. Okay? Out together? Out together? Kwa maana yake wakati Kristo anaitwa mwana wa Mungu ni msamiati ambao unadokeza kwamba yeye ana asili kamili ya uungu. Na tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. All of those verses tuliangalia siku ya jana. Bila shaka ukwepo Ulikuwepo. Ndio ulikuwepo. Okay. Lakini utanielewa tu. Huwa ninavyofundisha na rudiaga humo ndani. So tutakuwa pamoja. Okay. So manake from there, manake Kristo anakuwa superior than angels because yeye ni son. Yeye ni mwana. Out together? Lakini also kiendea kudiscover na kugundua huyo ambaye kamzungumza mwanangu mstari wa 5, kamzungumza mwana kwenye mstari wa 5, ndiye ambaye anamzungumza kuwa ni Mungu. Mstari wa ngapi? Wa 8. Maana mstari wa 6 anasema hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni
anasema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Ikiwa malaika wanaamuriwa kumsujudu Yesu, maanake Yesu ni mkuu kupita malaika. How together? Yesu ni mkuu kupita malaika. Tuko mwenye mpaka hapo? Yes. Yesu ni mkuu kupita malaika. That's why malaika wanampa ibada Yesu. Sura 7. Na kwa habari za malaika asema, afanyie malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. So wakati watumishi wanabii described, wakati malaika wanaelezewa kuwa kama watumishi, Yesu anaelezewa kuwa mwana katika nyumba ya Mungu. Na bila shaka tunafahamu mwana ana heshima kubwa kuliko mtumishi. Na utofauti uliopo kati ya mwana na mtumishi ni nini? Urithi. Mwana anaweza akarithi, wakati mtumishi hawezi akawa na urithi. Then mstari wa 8 ndio ule ambao tuliinterpret, anasema lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu. Lakini kwa habari za mwana asema, nani anayesema hiyo maneno? Mungu. Lakini kwa habari, kuhusu habari za mwana, Mungu anasema kiti chako cha enzi Mungu. Kwa maana yake Mungu anamwita mwana Mungu. Lakini kwa habari za mwana asema, lakini kwa habari za mwana Mungu asema. Nasema mwalimu, umejuaje? Mstari wa kwanza, Mungu ambaye alisema zamani. From the first verse, maana yake Mungu ndo speaker. Then mstari anasema lakini kwa habari za mwana Mungu asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzie. So maana yake Mungu anamwita mwana Mungu. Ni moja ya mistari ambayo ni very powerful, ambayo inathibitisha uungu wa Kristo kwa lugha ya wazi. Mstari wa 10 anasema na tena wewe Bwana hapo, na tena manake na tena Mungu anaendelea kusema kuhusu mwana, wewe Bwana hapo mwanzo ulitia misingi ya nchi. Kwa manake Mungu anasema kuhusu mwana kwamba ameumba mbingu na nchi. Lugha nyepesi ni kwamba ni mstari ambao anakupa wazo la wazi kabisa kwamba katika kuumba Mungu anafahamu alikuwa pamoja na mwana, alikuwa pamoja na Roho. Baba, Mwana, Roho, all of them wameumba mbingu na nchi. Kwa nikisema Mungu hapo mwanzo, Mungu aliumba mbingu na nchi, huyo Mungu anayezungumzwa ni Mungu wa Utatu. Now together. Ndio maana Mungu anathibitisha kwamba mwana huyu ameumba. Unasoma kitabu cha Mwanzo unamwona Roho, si ndivyo? Na Mungu. Unasoma kitabu cha Misali sura 8, Kristo anafunuliwa kama hekima ya Mungu ambayo ilikuwa ni study kazi katika kuumba mbingu na nchi. Kwa hiyo upo included kwenye scenario. Kwa manake Mungu ni muumbaji, Roho ni muumbaji, Yesu Kristo ni muumbaji. Mungu ameumba mbingu na nchi, Yesu Kristo ameumba mbingu na nchi, Roho Mtakatifu ameumba mbingu na nchi. Unasoma kitabu cha Mwanzo, Mungu akamfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, si ndio? Unasoma kitabu cha Ayubu, Ayubu anasema Roho ya Mwenyezi imeniumba. Unasoma kitabu cha Yohana, Mungu alipuliza pumzi, akapulizia pumzi akawa nafsi yake. Unasoma kitabu cha Yohana, Kristo baada ya kufufuka kutoka kwa wafu, maandiko yanasema akawavuvia ama akawapulizia, akasema pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa maana yake mwanadamu ameumbwa na Baba na Mwana na Roho. Bwana asifiwe sana. Ningekuwa mtaalamu wa mafunuo ningesema mwanadamu ameumbwa na Baba na Mwana na Roho. Mwanadamu ni roho, nafsi, mwili. Funuo. Unajua katisani ukiwa kwenye mafundisho naomba saidia kuacha feni, maana nimeambiwa nafundisha katika level za liberation.
revelation. Lakini what you need to understand ni kwamba Mungu mwenyewe anamshuhudia mwana, au niseme lugha nyingine, Baba anamshuhudia mwana, na hiyo first time Baba anamshuhudia mwana. Tunasoma kwenye maandiko kwenye Synoptic Gospels, wakati Bwana Yesu anabatizwa, sauti ya Baba ina confirm, this is my beloved son, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Tunataka kusema basi ni bahati mbaya ukienda katika mlima wa mabadiliko, Mungu ana confirm again, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Wakati Wayahudi wamejaa na hali ya kutokuamini, Bwana Yesu akawa kwenye Injili ya Yohana akatazama mbinguni akasema, Baba mtukuze mwanao. Sauti ikatoka ikisema kwamba tayari nimekutukuza na nitakutukuza. So maanake katika kila stage ya huduma ya Kristo, Mungu alikuwa ana affirm ya kwamba this is my son. So kwa tafsiri nyingine ya kwamba wewe unaweza ukawa na shida kwa bali ya uungu wa Kristo, ila Baba mwenyewe hana shida at all, na yuko okay with it, kwa sababu Baba hayupo kwenye competition ya cheo. Ndio maana ushuhuda wake ni wawazi, maana anasema lakini kwa habari za mwana, Mungu Baba asema, hatuseme tu neno Mungu asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele. Na tena Mungu asema, wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi, na mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaharibika, bali wewe unadumu, nazo zote zitachakaa kama nguo, na kama mavazi utazizinga, nazo zitabadilika, lakini wewe yeye yule, na miaka yako haikomi. Kwa maanake ukiangalia mstari wa 10, maanake Bwana ameumba, maanake mwana ambaye ni Bwana ameumba. Mstari wa 11, mwana ambaye ni Bwana ana eternity, ana umilele, siku zake hazikomi, maanake ana eternity, ni eternal. Bwana asifiwe sana. Kwa maanake tayari tumesha establish ya kwamba kweli alikuwa Mungu. Actually Yesu ni Mungu, so alikuwa Mungu. Yesu ni Mungu, na katika uungu wake ana uhusiano wa karibu sana na Baba. Then after kugundua uungu wa mwokozi wetu, baadaye tunakuja kuona ubinadamu wake also ulikuwa katika operation. Moja katika maandiko ambayo ni very powerful, we need to understand ni kwamba ukisoma kitabu cha Yohana, hapa nipo karibu, okay, nianze na Yohana then nitakuja kumalizia Timotheo. Soma kitabu cha Yohana, Yohana sura ya kwanza. Unanielewa? Yohana sura ya kwanza ule mstari wa ngapi? Wa 14. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14, maandiko yanasema hivi, naye neno alifanyika mwili. Naye neno alifanyika mwili. Okay, tunafahamu neno ni nani katika haya maandiko? Neno ni nani? Ni Yesu. Katika muktadha neno ni nani? Mungu. Okay, kwa ukisoma mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Kwa neno ni Mungu, si ndivyo? Neno ni Mungu. Sijasema maandiko ni Mungu, nimesema neno. Naomba tuelewane hapo. Sijasema neno as the scriptures ni Mungu, baadaye nasema neno ni jina ambalo limetumika kumdescribe Mungu. Yuko sawa mpaka hapo? Okay, kwa maana yake neno ni jina mojawapo ambalo Mungu anaitwa neno. Kwa nini nimekaza hivyo? Kwa sababu sijataka kufika kwenye conclusion ya kwamba unaposoma neno, neno ni Mungu. Ukilisema neno la Mungu umemsema Mungu. Sijasema hivyo. Ninamzungumza neno as a person, simzungumzi neno as a graphe. Simzungumzi neno kama maandishi, namzungumza neno as a person. All together? So tumeshasema neno ni Mungu. Mstari 18 anasema naye neno alifanyika mwili. Alifanyika mwili. Maana yake tunaweza tukatoa neno tukaweka Mungu, si ndivyo? Au tuseme naye Mungu neno alifanyika mwili. Nakaa vizuri?
naye Mungu neno alifanyika mwili. Ni mstari ambao ni very powerful, ambao unathibitisha namna ambavyo Mungu akawa mwanadamu. Na alivyokuwa mwanadamu akuiacha asili yake ya kiungu, na alivyokuwa hata katika binadamu bado alikuwa na two nature, alikuwa na asili mbili kwa wakati mmoja. Bwana asifiwe sana. So manake tukimzungumza Kristo, manake tunamzungumza Mungu mwanadamu, au Mungu aliyefanyika mwanadamu. Hiyo inakuwa vizuri zaidi. Katika umilele amekuwa Mungu, lakini katika uumbaji amefanyika mtu. Sikieni vizuri watu wa Mungu, nieleweni hapo. Tukimzungumza Yesu tunamfahamu, tunamzungumza Mungu ambaye amefanyika mtu, na alivyofanyika mtu bado aliendelea kuwa Mungu. So manake haimaanisha kwamba alivyokuwa mtu akaacha kuwa Mungu, au even baada ya kumaliza kazi ya ukombozi, alivyomaliza kazi ya ukombozi akavua binadamu akaanza kwa Mungu. Hakuna wakati ambao Yesu, hakuna wakati katika hakuna wakati tangu Kristo alivyozaliwa alikuwa Mungu asiwe mwanadamu, au asiwe awe mwanadamu asiwe Mungu. All of two natures ziko pamoja. Au together. Na mstari mwingine ambao unathibitisha wazo hilo ni kitabu cha, kabla ya Wafilipi tuone kitabu cha Timotheo. Au tuone kitabu cha Wafilipi. Wafilipi, Timotheo. Tuanze wapi? Nichagulieni. Wafilipi, wewe Timotheo, tuende Timotheo basi. Mungu umeambatana na wazo langu. Timotheo, tuangalie Timotheo wa kwanza sura ya 3. Timotheo wa kwanza sura ya 3, tuangalie mstari wa 14. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14, maandiko yanasema hivi: na kuandikia hayo nikitarajia kuja kwako hivi karibuni, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Sura ya 3 mstari wa 14. Narudia tena kusoma: na kuandikia hayo nikitarajia kuja kwako hivi karibuni, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili. Sasa tuone hicho kipengele. Mungu alidhihirishwa katika mwili, maanake Mungu alidhihirishwa katika ubinadamu. Tafsiri nyingine ni kwamba Mungu kuna muda akawa mwanadamu. Katika milele ni Mungu, ana asili kamili ya uungu, lakini Mungu alivyo step in time akawa mwanadamu. Ni kama kusema hivi, historia ya Kristo ni historia ya God man, Mungu mwanadamu. Narudia kusema Yesu sio mwanadamu ambaye akaja kuwa Mungu. He never became God, but he became man. Mchakato sio opposite. Ya kwamba Kristo amekuwa Mungu, amekuwa mwanadamu, lakini sio kwamba mwanadamu amekuwa Mungu. Kuna mwimbaji mmoja akawa naimba, anasema kwamba you never end it dancing, you never became it, you were God, you are God and you will always be God. Hakuna wakati ambao Mungu amekuwa Mungu. Hivyo ndivyo ambavyo amekuwepo even in eternity. Haleluya. Then tuangalie kitabu cha Wafilipi pia. Kumbuka hapa tunakaza kuona uungu wa Kristo pamoja na ubinadamu wake kwa pamoja. Mstari wa 6 anasema hivi, Wafilipi 2, kitabu cha Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 6. Wafilipi 2 kuanzia mstari wa 6, maandiko anasema hivi:
Wafilipi 2:6 anasema, umefika? Anasema ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Okay. Yu namna, huyo neno namna ukisoma tafsiri zinginezo, kwa mfano nani ana TKU? TKU neno yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Usoma TKU, naomba tafsiri ya neno hiyo. Kwa hiyo Biblia juu hiyo, ipo Biblia chini hiyo. Shika hiyo. Ukitumia Biblia msiweke kalamu katikati Some tafsiri ya neno. You never hate it, never became. Hii hapa nasoma. Umpata TKU? Nisome TKU 2:6. Anasema alikuwa sawa na Mungu katika namna zote. Nataka uangalie msamiati, namna zote. Kwa maana yake Yesu Kristo sio Mungu mdogo. Yesu sio Mungu mdogo. Kwa kusoma tafsiri ya neno anasema yeye ingawa alikuwa na namna ya Mungu hasa. All together. Kwa maana yake the former state ambayo Kristo alikuwa nao, alikuwa Mungu kamili. Hatumzungumzi Mungu kati ya miungu, tunamzungumza Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, aliye mmoja tu, ambaye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Yeye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya kuwa hana utukufu. Ni muhimu sana hapo. Alijifanya kuwa hana utukufu. Tunasema alijifanya kuwa hana utukufu, maanake tunazungumza ile ambayo niwaambia jana kwamba utayari wake wa kuyatumikia mapenzi ya Baba azifu ndiyo mapenzi yake. Yaani anakuwa tayari kuyatumikia mapenzi ya Baba, anakuwa tayari kukaa kwenye uongozi wa Baba. Ni kama vile pasipo Baba hawezi kufanya kitu chochote, lakini ni Mungu ambaye ni all powerful. Sasa uchaguzi huo ni kujifanya kutokuwa na utukufu. Kwa maana tukisema alijifanya kuwa hana utukufu, haina maana kwamba Bwana Yesu aliacha sifa zake za kiungu. Kwa maana okay, hebu nisikieni vizuri. Unaweza ukaacha sifa zako za ubinadamu, tabia zako za binadamu. Unaweza ukaacha kupumua, unaweza ukaacha wengine kibinadamu, maanake huwezi ukasizi to have your characteristics and then ukasema kwamba you remain to be a man. So maanake ukweli ni kwamba Bwana Yesu hakuacha sifa zake za kiungu, hakuacha his attributes of deity. Maana si vitu ambavyo unaweza ukaviacha tu. So maana kusema bali ajifanya kuwa na utukufu, hii inaweza ikafasiriwa tu kwa yeye kukubali kuwa maskini kwa ajili yetu. Na umaskini wa Bwana Yesu tunaofahamu na niwafundisha, tunazungumza utayari wake yeye kukubali kuwa mtu. Yeye ambaye anastahili kuabudiwa hata milele, anakubali kuwa mwanadamu ambaye ataudhiwa, atatukanwa, atapigwa na hata kufa kwa ajili ya dhambi na makosa watu. Bado kuna mtu hajanielewa anachokisema. Umenielewa anachokisema? Hajanielewa?
Anachosema hivi, kumsamehe hata anavyosema bali alijifanya kuwa hana utukufu, haina maana kwamba Bwana Yesu alivyokuwa mwanadamu aliacha kuwa Mungu. Badala yake inachomaanisha ni kwamba tukisema alijifanya kuwa hana utukufu, ni kama vile Jerry tuwe ni rais wa nchi ambaye unatakiwa kutembelea ndege, unaamua kuendesha baskeli. Hiyo imekaa kichwani eh? Na ngoja kaa sawa. Aha. So manake Kristo ambaye ni Mungu ambaye anaabudiwa, yuko juu ya mawingu kabisa kule, tena anakuja kuishi kwenye kupigwa na jua kama huko. Hiyo imekaa sawa. So manake hiyo state ya Bwana Yesu kutoka katika umilele kuja kuwa mwanadamu na kuishi katikati yetu kwenye harsh environment tulionayo. Si ajabu Isaya anasema alifananishwa na mche mororo, mche mzuri kabisa, lakini katika nchi kavu. Umeelewa? Kwa hiyo tunasema bali ajifanya kuwa hana utukufu. Our description ni kwamba tunazungumza umaskini wa kujipunja kiwango cha kwamba ametoka mbinguni okay, hapa impata msemaji mzuri. Ametoka mbinguni amekuja duniani. Na anaishi duniani si kama mtu ambaye ana dhahabu, ana fedha. Anaishi duniani kama mtu ambaye ni mtumwa na mtumishi wa Mungu ndiye mbinguni. Hapo umenielewa? Okay. So manake tunarudia kusoma ambaye yeye mwanzo alikuwa sawa na Mungu katika namna zote. Ana asili ile ile ya Mungu ambayo Mungu anayo. Naye kuona kule sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho au cha kung'ang'ania, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Manake alichagua kuwa maskini kwa kukubali kuzaliwa mwanadamu. Na maandiko yaishia hapo tu, akawa na namna ya mtumwa, manake mtu ambaye amejisubmiti katika mapenzi ya Mungu Baba. Akawa na mfano wa mwanadamu, manake akawa na resemblance na kiumbe ambacho amekiumba. Na maneno anasema tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Very powerful, ya kwamba hakuishia tu kuzaliwa kama mwanadamu. Alivyozaliwa kama mwanadamu, aliishi kwa kuyafuata mapenzi ya Mungu, lakini also alikubali kuwa mnyenyekevu hata akafa kifo. Akufa tu kifo cha kawaida, alikufa kifo cha mhalifu, kifo cha msalabani. What a statement! Kifo cha msalaba. Okay, mnafahamu kifo cha msalaba? Nyie mjaiona adhabu ipi kwenye dunia yetu? Ni adharau sana. Adhabu ipi kwenye dunia yetu? Ni adharau sana. Kunyongwa